Ndugu zangu wapendwa, familia ya Mungu, katika Dominika ya 14 ya mwaka wa kanisa, Mungu anatualika kama tulivyosikia katika Injili, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo mkombozi wetu na Bwana wa uzima anatualika ili kusudi tuache kufuata ya mwili kwa jinsi ya mwili, tuende kwa jinsi ya roho. Na anasema tukifuata kwa jinsi ya mwili tutakufa, tukienda kwa jinsi ya roho tutaishi. Tukienda kwa jinsi ya roho tutaishi. Ndugu zangu, tuiweke katika mfano wa kawaida tu namna ya kufuata jinsi ya mwili na kufuata jinsi ya roho. Ninyi tunatoka katika familia ya wakulima. Ndugu zangu, hivi kwenda shamba kulima pale unakuwa umefuata jinsi ya mwili au jinsi ya roho? Kristo. Unapoamka kwenda shamba unakuwa umefuata jinsi ya mwili, jinsi ya roho? Kweli? Sio kweli? Mwili ungependa kupumzika au kulima? Mwili hamujui nini? Tunao muda mrefu, inabidi tujue. Mwili unapenda mapumziko. Na kama ni kulima, ulime pale unapojisikia. Je, tunaenda kulima tunapojisikia? Kwa nini? Kwa sababu tutake tusitake lazima tuende shamba, la sivyo njaa itatukomesha na tutakufa. Kwa hiyo ni kirahisi kabisa inavyotufundisha ni kwamba unapoamka ukaukatalia mwili usingizi, ukachukua jembe ukaenda kulima wakati hutaki. Ni kwa nini? Kwa sababu unataka kuishi pale, unafuata sheria ya roho. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Sasa tuje kwengine. Unapokuwa unaenda kufuata jinsi ya roho, alafu unamwacha mwenzako nyumbani anafuata jinsi ya mwili na unamwacha umsaidii, ile nayo unataka yeye afe sasa. Ila utamdanganya kwa kusema usijali, nitapika, utakula. Atakula lakini unamuua. Kwa hiyo ukimuongoza kwa kiboko, kwa hiari au kwa lazima, vyote vile aende na yeye, umemsaidia kufuata jinsi ya roho. Mkifuata jinsi ya mwili mtakufa, mkifuata jinsi ya roho mtaishi. Ila inapokuja kwenye vitu vya hiari, kama baadaye Dominika ikifika, kuna maswali yanayoulizwa huko. Vipi leo unaenda kanisani? Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Kwa hiyo unajiuliza au mnaulizana, hivi nani leo anaenda kusali? Wala hamna mpango wa zamu hapo. Nani anaenda kusali? Wewe unaenda pale, tunaulizana hiari. Mimi leo sijisikii. Na akiona sijisikii linaonekana kama la kipagani, anatamka linalofanana la kiroho, leo sijisikii vizuri, kama vile anaumwa, kumbe anafuata jinsi ya mwili. Alafu zinakuja sababu zinazotoka kwa mwovu shetani nyingi kweli. Kwanza, jana nimerudi kutoka safari, nimechoka, tulifanya kazi nimelima, shingo liko vibaya, nilibeba mzigo mzito, sasa shingo limeniuma, leo siendi. Alafu na shetani mle anasema, kwani Jumapili ni hiyo moja, si utaenda ijayo? Kwa hiyo unakuta na ijayo tena utapata sababu.
Hiyo ndio namna ya kufuata jinsi ya mwili. Kristo tumaini letu. Tunamwomba Mungu atujalie kufuata jinsi ya Roho ili tuweze kuishi. Ila wakati tunafuata jinsi ya Roho, mwili unaelemewa. Mwili unaelemewa, unakuwa mzito. Hapo ndipo injili ya Yesu inakuja, inasema, njoni kwangu ninyi nyote mnaoelemewa na mizigo na kusumbuliwa, nami nitawapumzisha. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Asante sana tiki. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie neema ya kujifunza siku zote fumbo la wokovu lililo katika kufuata Roho, na mwili uitii Roho na uifuate. Na kwanza tuanzie pale anapotupatia baraka yake. Na Mungu anatupatia baraka yake tukiwa nyumbani kwa njia ya kusali sala za asubuhi. Ndugu zangu, kuna mapambano makali katikati ya kitanda na pale chini. Unatoka kitandani, unashuka, unatongotongo, kupiga goti, unasikia miguu kama sio ya kwako. Kuna mapambano makali, lakini ukifaulu ukapiga magoti, ukamwambia Mungu, hata kama zile sala zilizo kwenye chuo kidogo cha sala ni ndefu na huzikumbuki, pale uko peke yako, hamna naye kuona. Mweleze madhaifu yako na Mungu, mimi zile sala sijajifunza kwa kweli. Hata wakisali wengine, mimi huwa niko busy, ila sasa naomba pokee hii ya kwangu. Unamwambia ya kwako kimya kimya, unatoka ukiwa huna hatia, ukiwa salama. Tumsifu Yesu Kristo. Japokuwa sio ninayoiombea, ila hiyo ni katika hali, yani katika hali basi vimeshindikana vyote. Hata ukiwa unagonga debe kwenye mchomoko, hamna kusema eti nawahi Roho. Roho abiria zamani wakaitwa Roho au kula vichwa. Tuna majina mengi tukiwa tunasafiri. Hata kama naenda, panga kwanza weka mambo vizuri na Muumba wako, na wala hahitaji vingi. Na Mungu anatujua, anajua huyo ni mwendo kasi, amesali zile sala zake tayari. Mpeni baraka. Tena wakati anakwambia, hata anakuvalisha nguo, anaweza hata akakurushia wewe, usiende hivyo hivyo, chukua hiyo, vaa haraka haraka, kimbia, anakujua. Unaenda na wewe unamwambia asante Baba, unaenda. Hapo unaondoka na umefuata jinsi ya Roho. Tunaomba Mungu atujalie tufuate hasa katika parokia yetu na kigango cha Buhigwe. Angalia, mngetoka tu ukazunguka kule, watu wako busy, wako barabarani tu, wanasubiri jua lije wajianike kama sora. Na hapa ni sasa hivi tunamaliza, tukimaliza tunakutana nao. Tumsifu Yesu Kristo. Kitu kinachotutia uzito kwenda kwa Mungu ni nini? Kwa sababu tunafuata jinsi ya mwili. Wapendwa ndugu zangu, tufuate jinsi ya Roho, tusikie Roho wa Mungu anatuambia nini, kwa sababu katika kufuata jinsi ya Roho ambayo ndiyo jinsi ya Mungu tunapata uzima. La muhimu hapa siwaambii ninyi, maana nyinyi mmeshakuja, ila wale waliobaki nao tunafanyaje? Tuyajenge kwa pamoja, ndugu zangu, nao waje, nao wafuate jinsi ya Roho, nao wapokee baraka, nao wapokee uzima, waishi. Tunaomba Mungu atubariki katika Dominika ya leo. Kwanza atubariki kwa kutujalia furaha katika kusali, furaha katika kuongea na Mungu, furaha katika kumjulisha Mungu kwa watu wote, furaha katika kuhudumiana,
furaha katika kulitumikia fumbo la wokovu, furaha katika maandalizi, furaha katika Mungu mwenyewe, furaha katika neno lake, tukijua kwamba yale yote tunayoyapokea na tunayoyatumia yote yanatoka kwake. Mwenyezi Mungu apokee sala yetu. Mwenyezi Mungu apokee nia yetu, na hasa ya maandalizi. Tuhakikishe kwamba katika maandalizi yetu ya Jubilei hakuna tunayemwacha nyumbani kwa sababu yoyote iwayo. Waje tujiunge kwa pamoja, tufurahi. Furaha itokayo kwa Mwenyezi Mungu si haki ya wachache tu, bali ni fursa kwetu sote. Mwenyezi Mungu apokee sala zetu, apokee nia zetu, atujalie tuweze kuandaa Jubilei ya miaka 100 ya Ukristo wetu, na zaidi sana tukisherehekea zaidi ujio wa wale ambao hawaji kanisani, ili waje wapokee wokovu kama sisi, na asiwepo Mkristo atakaye furahi hata mara moja kwa kuwa mwingine atajijua. Hapana. Tutakapoenda kwa Mungu atakuuliza, hivi wewe unakuja mbinguni, hivi umekuja na nani? Tuangalie majibu yetu yasiwe yale majibu ya watu ya yule jamaa wa talanta moja, tukamtukana Mungu. Mungu, sisi tulijitahidi kweli, lakini hawakusikia. Hilo sio jibu la kutoa. Tupeane majibu kabisa sasa hivi. Usimwambie Mungu kwamba, yani usimwambie kwamba, usipeleke lawama kwenye mlango wa mbingu. Na ndiyo maana kuna katika maandiko matakatifu tunasikia sisi tunalo deni, tunadaiwa. Tu Wakristo tunaowiwa, sio Wakristo tunaodai. Tu Wakristo tunaodaiwa, sio tunaodai. Maana tuliyoyapokea hayalingani na yale tunayoyapokea, hayalingani na jinsi tunavyostahili. Mastahili yetu ni madogo, lakini tunavyovipokea ni vingi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atubariki katika ibada ya misa takatifu, abariki na nia zetu. Kila mmoja aweke nia. Mimi nina rafiki ambaye huwa haji kanisani, nitaenda nihakikishe kwamba na yeye anakuja, kwa sababu kuja kanisani na kusali na kurudi. Sasa kwa Mulera sasa ya kwetu ni hoi. Watu wanasema mimi siendi kanisani kwa sababu sina sadaka. Kama huna sadaka, njoo na miguu na umwambie sadaka zinapatikana huko huko. Na ndugu zangu, ukiwa unamhubiria mtu ambaye ni ana imani ambayo inaregarega, kuna sadaka pia zinatolewa. Unakuja ukiwa na shilingi 400, naambia twende, sadaka itapatikana huko huko. Ikifika wakati wa sadaka na umekaa naye, anakuambia ile sadaka iko wapi? Unamwambia si hapa, unampa 200. Wewe unabaki na 200 na yeye anachukua 200. Mnaenda, ataelewa mbele ya safari. Tuhakikishe kwamba katika Jubilei yetu hii kila jumuiya inapambana kuwaleta wale wote ambao kiimani wanafuata jinsi ya mwili, wanajisikia wapumzike, wafanye kazi zao, waende kuwatembelea. Amepata shangazi amekuja, siwezi kumwacha peke yangu, atajisikia vibaya. Ni kufuata jinsi ya mwili. Kwa nini shangazi usije naye? Maana haichukui muda mrefu. Hivi karibuni tunamaliza. Tumsifu Yesu Kristo. Tumwombe Mwenyezi Mungu abariki nia zetu, abariki watu wote, abariki familia zote, abariki Buhigwe yetu, abariki Mulera yetu, abariki kila mtu, na afungue mioyo yetu tujue kwamba kuitikia mwaliko wake, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.
Sasa kama Mungu yeye nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi, sisi tusitengeneze mizigo ya kubebeshana. Tushirikiane na neema za Mwenyezi Mungu, tufungue njia, tufungue mioyo, tufungue kila aina ya fadhila iliyopo katika neno la Mungu, katika kanisa, ili watu wote waweze kupokea mwaliko huu na waweze kushiriki furaha ambayo katika kitabu hiki cha Nabii Zakaria tumesikia: furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako. Kristo anakuja kwetu katika neno lake, katika mkate, katika kanisa lake. Anakuja kwetu, tufurahi. Yeye ndiye uzima wetu. Tunapopumua ni yeye mwenyewe anayetuwezesha. Atubariki, atuongoze, atujalie ili sadaka tunayomtolea, kila aina ya juhudi tunazozifanya, zote ziwe kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya wote wanaomtafuta, wampate na wafurahi pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.